kwa sababu nilikula naye kiapo mume wangu sitoi kumsaliti. Pole sana. Pole. Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Mara baada ya purukushani, heka ya fumanizi, mume wa bwana dada hapa, wa bidada, amepata pressure. Sasa tumebaki na dada ama mke wa ndugu yetu Kesi. Dada, habari? Nzuri. Pole sana. Asante. Unajisikiaje sasa umefumaniwa na mume wako? Mume wako kagundua kwamba unamfumania, amekufumania, unajisikiaje? Nimejisikia vibaya sana. Sana. Na pia nimeumia hata mimi. Huyu ni mume wako wa ndoa? Yeah, of course ni mume wangu wa ndoa. Miaka mingapi sasa? Tuna miaka almost 5. Watoto? Na watoto 2 mapacha. Sasa labda tunataka tujue ni sababu zipi, ni kipi ambacho kilikufanya wewe ukaacha ndoa yako, ukamfedhesha mume wako, ukatoka nje, ukafunga safari mpaka guest na kijana mdogo huyu ambaye inaonekana amemaliza form 4 juzi tu, bado bwana mdogo ananuka maziwa. Umeacha mume wako, familia yako. Ni sababu zipi? Kitu gani kilichokuvutia? Maana mume wako nimemuona kashiba, ana pesa na kila kitu, kakuhudumia vizuri mwenyewe anavyosema. Ni nini dada? Yaani mpaka napata hata na kigugumizi. Ila ukweli utabakia pale pale tu, mtangazaji. Mimi nakubali ni makosa yangu. Ni makosa yangu kwa sababu yeye amenikuta. Lakini pia wakati mwingine lawama naweza nikazirejesha kwake. Kwa sababu yeye kama mwanamume alitakiwa simamie majukumu yake kama mwanamume. Mimi leo nisingefikia hatua hii. Sasa hayo majukumu nayo yasema, majukumu yapi? Hali kwamba tumesikia dread hizo ulizonazo kagaramia yeye, hiyo ngozi nyeupe safi kagaramia yeye, una jino mpaka la fedha, una kipua hapo cha silver, thamani yako ni kubwa, mume wako ana gari la kutembelea, nyumba nzuri, kwa sifa nizo zisikia ni kwamba unakula pia vizuri, unafanya unachokitaka. Sasa majukumu yapi hayo ambayo mume wako hayafanyi wakati kila kitu anakutimizia? Ni kweli hicho ambacho ameongea, wala hakuongea uongo. Yaani kila kitu ambacho amezungumza ukweli. Kiukweli yani naishi vizuri. Naishi vizuri, kila ninachohitaji yani kwa mavazi, kula, labda na safari, nataka niende shopping na vitu mbalimbali. Kiukweli mume wangu ananitimizia. Kwa hilo namshukuru Mungu. Nisiwe mnafiki. Na wala nisiwe ni mtu tu wa kumkandamiza vitu vingine ambavyo anafanya ukweli. Kwa hilo namshukuru Mungu. Ila nini? Yaani sitopenda niliongelee hilo sana kwa ndani kwa sababu naye pia Watanzania wanataka kujua sasa, yani ni kipi kilichokupelekea wewe mpaka ukaacha mmeo ukawa na kibenteni hiki, ili iwe funzo kwa wengine. Wanaume wengine wajue kwamba nikifanya hiki mke wangu ndo inaweza sababu ya kuchepuka. Waweke wazi, Watanzania wajue. Ukificha hautatatua tatizo. Tatizo litatatuliwa mara baada ya kuweka bayana. Hata mume wako inawezekana akajifunza kupitia hapa. Hebu tuambie. Tunajua umeumia, tunajua upo katika majonzi, lakini tunaomba kujua sababu ni nini. Mengi ukweli siko sawa. Yaani hata hili kuzungumza nisi nitaongea vitu vingine vya tofauti. Labda Watanzania wanataka kujua sasa sababu ambayo imepelekea wewe kumwacha mume wako nyumbani na kuja kumsaliti na kibenteni. Sababu ni nini hasa? Yaani acha tu niongee kwa sababu hata kama nikisema niliweke kimya ili swala tayari ameshanizalilisha. Umeona? Na yeye nafikiri mpaka ameamua kuchukua jukumu hili, kuna kitu ambacho alichukua na kitafuta watu, yani jamii ijue. Kwa hiyo kwanza watanisamehe pia kama nitaongea kitu ambacho kibaya.
lakini pia namuomba naye mume wangu msamaha kama nitazungumza hiki kibaya. Lakini mimi nazungumza yote kwa sababu tayari yeye ameshaweka wazi kwa jamii nzima. Na sio kibaya na sio kwamba unakomoa, lakini hii itakuwa kama funzo kwa wengine wajue kwamba ni sababu zipi ambazo mwanaume akizifanya zinapelekea mke wake kusaliti ndoa. Kama ilivyo Adam, mume wako alikuwa anakutimizia kila kitu, mahitaji yako yote ulikuwa unayapata. Pesa, gari anayo, nyumba nzuri. Ni kipi hasa kwa kibenteni huyu? Bwana mdogo tu huyu. Mimi naumia sana, yani najikuta hata kuongea na shida. Pole sana dada, jikaze. Waambie Watanzania wengine wajifunze kupitia wewe. Pole sana. Mimi nachoambia tu Watanzania wenzangu, hususan sisi wanawake ambao tuko kwenye ndoa, mara nyingi jamii ikikuangalia wanasema au wanaweza wakaona kwamba huyu mwanamke ana amani katika ndoa yake, au labda huyu mwanamume ana amani katika ndoa yake. Lakini wakati mwingine sio kweli. Sio kwamba wote wanapata amani katika ndoa zao, ila kilichokuwepo wengine wanaweka ile mazoea na kumjengea mwanamume heshima. Basi hata kama watakuwa wanafanya mambo yake, lakini anamjengea heshima. Kwa hiyo hata yeye pia alitakiwa nijengee mimi mke wake heshima, kwa sababu yeye anajua kwa nini mpaka mimi leo nimefanya hichi kitu. Japokuwa sikupenda mimi ayajue yote haya, najisikia vibaya. Pole sana dada, pole sana. Pole. Hebu jikaze utuambie kidogo. Ni sababu zipi hizo? Pole sana dadangu. Tufafanulie vizuri. Watanzania wanahitaji kujifunza wengine kupitia wewe. Sasa usiposema maana yake hawatapata funzo. Wale ambao hawajafanya kitu kama hichi wanapaswa kujifunza kupitia wewe. Hebu wape funzo dada. Yani in short tu mtangazaji, mimi na mume wangu tunaishi maisha mazuri sana. Yani hata hapa mtaani kwetu watu wengi wanajiuliza, mbona hawa wagombani? Mbona wana furaha? Mbona wanaishi vizuri, wanasoma shule nzuri? Wananiona tu muda mwingine niko happy sana na mume wangu. Tuna furaha na kila kitu. Hatujata siku moja kuonyesha madhaifu yetu mbele ya laiki za watu. Lakini leo watu wote mimi nahitaji wajue kwamba si kila mwanamke unayemwona ana furaha ndani ya ndoa yake basi ana furaha kidhati. Wengine watu na astiri waume zetu, na ndivyo Uislamu unavyotaka. Mwanamke wa Kiislamu lazima umstiri mume wako kwa hali yoyote ambayo umekubaliana nayo. Lakini mimi sikuyatarajia ya mbeleni kama yatakuwa hivi. Hakuwa hivyo. Mimi nafikiri hata yeye pia kuna vitu vingi ambavyo amevifanya mpaka leo imefikia hatua hii. Yapi hayo sasa? Tuambie yapi hayo ambayo mume wako unazunguka mbuyu dada. Yapi hayo ambayo mume wako akiyatenda yamepelekea wewe kukosa amani na furaha ya moyo? Kamoyo kaligagasika kidogo. Ni yapi hayo? Mume wangu amebadilika sana. Si mume wangu yule, si kesi yule ambaye namjua. Si mume wangu yule ambaye nimemzoea miaka yote toka tunaanza ndoa yetu ikali mpya. Amebadilika kiasi kikubwa sana. Na inafika kipindi hata haki yangu ya ndoa kuipata ni ngumu. Aisee, mazito haya Watanzania. Watazamaji wa Mbengo Online TV. Dada alikuwa hapati haki yake ya ndoa. Bila shaka huhitaji maelezo mengi sana ili kumliza dada. Tumeshabaini kwamba sasa aisee, pole dada. Asante. Sasa labda hukuona njia nyingine, labda kutafuta washauri wakamshauri mume wako kabla ya kuanza kumsaliti mume wako, wewe labda kukaa na mume wako umtengeneze kisaikolojia, umwambie madhaifu yake kabla haijafikia hatua hii ya nyinyi kuzalilishana? Manake hapa mmeizalilisha familia yenu, mmejizalilisha na nyinyi pia. Hakukuwa kuna nafasi ya wewe kutafuta washauri au wewe pia kumshauri mume wako? Yaani mtangazaji, mimi unaona mpaka nimefikia hatua ya kufanya haya. Na wananchi pia waliona hili na pia wanisikize kwa makini mpaka nimefikia hatua ya kufanya haya. Mimi sikuzamiria. Na wala sikupenda mimi nifikie hatua hii. Kumdhalilisha mume wangu, kudhalilisha wazazi wangu, na pia kujidhalilisha mwenyewe. Nimefanya yote hayo
kutoa ushauri mbalimbali, watu wake wa karibu wa heshima. Nafikiri pia salamu atakuwa amezipata. Nina imani tu ni kiburi sometimes. Yaani mtu unapokuwa na kipato kidogo, unatumia kile kipato chako kuwa bakora kwa mke wako. Asilimia chache wanaume ambao tunawafahamu na tukipata asilimia kidogo tu inakuwa bakora kwetu. Mimi naomba tu hiyo tabia isiendelee. Kama kweli una maisha na mke wako na unampenda, basi mtimizie kila kitu. Mimi nisingefanya yote haya. Najutia. Pole sana dada wa Tanzania. Na wanaume wenzangu, mmeona pesa sio kila kitu. Una pesa, una kila kitu, lakini mke wako unashindwa kumpa haki yake ya msingi. Unashindwa kumpa mambo yake ambayo yanaweza kumtuliza katika ndoa. Tukumbuke mkeo katoka kwao, hakufuata pesa yako, kafuata yale mambo yale ya 6 kwa 6. Sasa kama yale huyatimizi, unafikiri kwenye ndoa alifuata kitu gani? Kumbe wakati mwingine sisi wanaume tunapelekea wake zetu kutusaliti katika akatuma washauri, lakini mwanaume alikuwa mbishi, hakutaka kusikia ubishi kwa jeuri ya pesa. Dada pole sana. Una neno gani sasa kwa wanawake wenzio, lakini pia tuanze kwa wanaume wenye tabia kama hizi, lakini waambie pia wanawake wenzio wanaochepuka, una maneno gani kwao? Pole sana, najua unaumia na inaumiza sana. Pole sana dada yangu. Mimi sina cha kuambia kikubwa sana. Ila nafikiri kwa wote ambao watakaotizama hii habari au taarifa ambazo zitakazorushwa, ninaja kuambia wao iwe fundisho kupitia mimi au kupitia hii taarifa, na pia iwe onyo kwa upande wetu sisi wanawake, na pia kwa upande ambao wanaume ambao mnaoa wake zenu. Msidauti kafika kipindi mkaweka mazoea ndani ya ndoa. Inafika kipindi yale mazoea yanakuwa sasa ni tatizo katika ndoa. Inafika kipindi sasa hata ile kumtimizia mke wako haki yake ya ndoa inakuwa ni shida. Mwisho wa siku ndiye anatokea kama haya ambao mimi nimefanya, sikutarajia mtangazaji. Ndio nasema najutia na naumia sana. Pole sana dada, pole sana. Wa Tanzania, mmeona nyinyi wenyewe, mmesikiliza. Wanaume, wanawake, mmetizama mapungufu. Na imani wewe unaitizama, hii itakuwa ni sehemu ya fundisho kwako. Pole sana dada yangu, mimi nikuombe upumzike, ukapumzike. Maana haupo vizuri na hauko sawa. Bali na yote, mimi nashukuru sana mtangazaji, ila naomba hata mume wangu atakapoona hiki anisamehe. Mimi bado nakupenda mume wangu. Naomba usikie maneno hayo, nakupenda kutoka moyoni. Na ibilisi tu amenipitia. Situtaka kulaumu sana, lakini naomba unisamehe tu, asipaisha yetu kama zamani. Mimi naupenda. Pole sana. Bila shaka kitendo kama hichi hakitajirudia tena. Isiwe kwangu tu. Mimi naomba hata kwa wanawake wenzangu ambao wako ndani ya ndoa na pia ambao hawako ndani ya ndoa na wapenzi wao tu, waheshimu mapenzi ambao ya watu zao. Na pia wanawake ambao tuko ndani ya ndoa, tuheshimu basi ndoa yetu. Hata kama mumeo kuna 1 2 3, jaribu kutumia njia yote, lakini si hii hali ambayo mimi nimeitumia. Najua mimi kwa ni mkosefu katika jamii, ila sitojali jamii sana. Mimi naufia sana mbele ya Mungu. Naufia nimemkosea sana Mungu. Hicho ndio ambacho kinaniuma.
una hofu ya Mungu, lakini ulipata ujasiri wa kutokumuogopa Mungu ukaja kukuchikuchi guest. Ni kweli, na ndio maana kinaniumiza sana. Sio kama ninalia machozi kwa furaha, au labda sio nazungumza hivi nashindwa na kigugumizi, labda kwa sababu tu nina hofu ya wananchi au binadamu. Bana, ila haya kwa binadamu ni kitu ambacho tumeumbiwa watu sote, ila hofu yangu kubwa nimemkosea sana Mungu, kwa sababu nilikula naye kiapo, mume wangu sitoi kumsaliti. Pole sana.